Ikiwa leo ni Machi 8 ya mwaka 2026 ambayo ni siku ya wanawake duniani, Askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza, mkuu wa kanisa la Kiinjili na Lutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, anaandika na nukuu alichokiandika. Anasema, ajabu ya Wajaluo, ukizoea kumsingizia adui kwa kila tatizo lako, siku ukimaliza huyo adui utawageuza marafiki zako wawe adui ili upate wa kusingizia kila tatizo lako. Nimesikia viongozi wetu wakidai wanaliunganisha taifa. Wengine wamesema taifa ni tulivu, na wengine wameajiri mawakala wa kutafuta maridhiano. Sasa najifunza. Na kwanza, mawaziri wako London, New York, Addis Ababa na Brussels kueleza jinsi nchi ilivyotulia. Lakini huku nyuma polisi wanakataa kwamba ndani ya Chadema hakuna wanawake na chama chote ni wanaume. Tulisitisha maadhimisho ya uhuru, tunazuia hata siku ya wanawake wa dunia. Je, tuna mashaka kama hao ni wanawake sawasawa? Jambo la pili, mikutano ya hadhara inaonyesha kuna kero nyingi kuliko watatuaji, lakini kuna watu mitandaoni wanapongeza nchi ilivyo tulivu na maendeleo yanapaa. Tunaficha uchi, tutazaaje? Jambo la tatu, janga la utekaji linaendelea na mamia wako mafichoni, lakini viongozi wetu hata kwenye mikutano ya hadhara hiyo hawalizungumzi. Kama serikali haihusiki na utekaji, basi inahujumiwa na watekaji. Kauli ya serikali ilitakiwa toka juzi itolewe. Jambo la nne, tunakodisha watu kwenda kuteka na kudhuru nje ya nchi badala ya kukodisha wapatanishi na mabalozi wa kurejesha nyumbani wakosoaji. Tunasubiri tukalishwe meza moja na Rachel Dangwa mbele ya katibu mkuu wa UN. La tano, polisi wanavuruga uwezekano wa maridhiano na kuizika serikali ikiwa hai. Tukumbuke polisi walioipigia saruti Union Jack ndio walioipigia bendera ya Tanganyika huru. Serikali inawadanganya polisi na polisi inawadanganya serikali. Mchezo wa kitoto huu. Jambo la sita, CCM haiko kimya. Ina historia ya kuibuka na kukataa dhuluma. Kuteka, kutesa na kuua si sera yake. Kuiba kura yaweza kuwa sera ya muda, lakini si wote wanaipenda. Ukimya wa CCM ni kuchimba kaburi kwa meno yake. Itaamka, na kwa sasa adui wake si Chadema ambayo ni marehemu. Adui wa CCM anajijua na CCM inamjua. Mkumbukeni John Komba na jogoo limeweka Dodoma. Amkeni mwokoe nchi na chama. Jambo la saba, tumekodisha mawakala wa maridhiano wakati tunavuruga maridhiano. Sasa watatuambia nini wakati hila tunaziona wenyewe? Mnavunjia heshima hata kama wamejivunjia kwa kudokoa wali kabla haujawiva. Jambo la nane, mgonjwa wa kusahau hawezi kukumbuka tatizo lilianza lini. Serikali isiyokosolewa ni ile isiyokuwepo. Serikali isiyokosea ni ile isiyofanya chochote. Serikali ipo, haina chanjo ya kutokosea. Inatakiwa kukiri makosa na kuwajibika ili tusonge mbele. Inapoteza muda na fedha kupiga propaganda. Ndevu waweza kuzificha kwa kunyoa, matiti je? Mwisho, askofu anamalizia kwa utani, anasema vituko vyetu vimezidi mpaka Mjaluo amecheka na kutuonyesha mapengo anayoyaita mwanya. Naam, ni Askofu Dr. Benson Kalikawe Bagonza ambaye ametupitisha kwa kile ambacho amekiona kiwemo swala la maridhiano ambayo viongozi wakubwa wa serikali wapo katika nchi mataifa mbalimbali wakijitahidi kuweka mambo sawa, na amezungumzia pia swala la utekaji na jinsi ambavyo polisi
ni kama ndume la kuili. Leo akiingia huyu watamheshimu, akitoka huyu wanamsahau. Kwa hiyo yote haya Askofu Bagonza amepitisha na kuyaona. Basi niwatakie siku njema ya siku ya wanawake duniani, ikiwa leo ni Machi 8 ya mwaka 2026.